Habari na karibu mtazamaji wa IBN TV Afrika popote pale ulipo. Tunakaribisha katika kipindi chetu maridhawa, kipindi pendwa, kipindi cha sauti ya vijana, na hiki ni kipindi ambacho kinakujia kwako kila siku ya Jumatatu saa 4 kamili za usiku, lakini marudio ni siku ya Jumanne saa 4 kamili za asubuhi, saa 8 kamili mchana pamoja na saa 12 za jioni. Katika kipindi hiki leo tumetembelea eneo hili la Oysterbay. Bila shaka sio siku yetu ya kwanza kuja hapa, tumetembelea hapa siku za nyuma. Lakini kilichotuleta leo hii hapa ni kuona namna ambavyo karatasi zinachakatwa. Maana yake nikisema karatasi zinachakatwa ni kwamba katika maofisi yetu kuna makaratasi ambayo sisi hatuyahitaji mashuleni watoto, makaratasi yameshakuwa uchafu. Lakini Africraft kutoka hapa Oysterbay, wao hiyo karatasi ambayo wewe unaitupa hapo ofisini, kwao ni malighafi ambayo wanaifanyia utaratibu upya na hatimaye inatumika. Na hata ukiona hapa sehemu ambapo nipo, utaona ni kama sehemu yenye uchafu. Hii hapa sio dustbin, sio mahali pa kutupia uchafu, bali ni mahali ambapo ndo yanapokelewa yale malighafi, ikiwemo labda chupa, lakini naona hapa kuna maboksi ya maziwa, kuna yani kila aina fulani ambayo unahisi kwako ni takataka, Africraft kwao ni malighafi. Mimi ni Mujahid Rashid Mujahid, lakini nyuma ya kamera nitakuwa na ndugu yangu Steven Gesapo. Hivi punde tu atakuja mtaalamu wetu hapa, au atakuja mwenyeji wetu hapa. Baada ya kujitambulisha atatuelekeza eneo hili maalum ni kwa sababu gani. Lakini ukiangalia haraka mtazamaji, utaona kabisa wameandika pale, wanasema Zero Waste Zone. Maana yake ni mahali ambapo hatua ya kwanza kabisa uchafu unapokelewa hapa, lakini kwao hawaiti uchafu bali wanaita malighafi. Karibu we nasi. Na mtazamaji, kama ambavyo awali nilikufahamisha kwamba leo tuko hapa Oysterbay na ndugu zetu hawa Africraft ambao wao wamejikita zaidi katika kuhakikisha kwanza wapo katika utamaduni pia. Yani bidhaa zao nyingi zimejikita katika nafasi ya kupreserve au kutunza utamaduni wa nchi yetu. Na ndio maana tuko hapa, lakini pamoja na hayo kwao takataka ni malighafi. Hapa nina mwenyeji wangu ambaye atajitambulisha jina lake, lakini atatueleza eneo hili ni eneo gani pia. Asante sana. Kwa majina naitwa Annette Kiao, ni mratibu wa miradi kutoka Africraft, na kama ambavyo alikuwa ametangulia kusema mtangazaji, eneo hili ambalo tupo tunaliita trash collection point, ambapo takataka zote zinaletwa kutoka mashuleni, majumbani na kwenye maofisi, na hapa ndipo ambapo zinakusanywa na kutenganishwa. Kuna sehemu ambapo tunaweka chupa, kuna sehemu ambapo tunaweka cans, tunaweka makaratasi. Baada ya hapo kwetu sisi huu sio uchafu ila ni malighafi. Kwa hiyo inatufanya sisi inatuwekea sisi urahisi wa kuchukua takataka ambapo tunakwenda kuifanyia kutengenezea bidhaa kuwa rahisi zaidi. Yeah. Kabla hujarudisha maiki kwangu, tuko hapa mahali ambapo ndio mnakusanya takataka zile. Hizi takataka mnazikusanya kwa mfumo upi? Manake mnanunua au watu wakihisi kwamba si bwana, ofisini kwetu kuna makaratasi mengi, tuwapigie Africraft wanaweza wakaja kutusafishia, au mnazikusanya kwa utaratibu upi? Takataka hizi nyingi zinaletwa na watu mbalimbali kutoka maofisini, lakini pia kutoka majumbani na kutoka mashuleni. Kwa hiyo yoyote yule ambaye anahisi ana uchafu, sisi kwetu sio uchafu, sisi ni malighafi. Kwa hiyo tunawakaribisha, na process nzima ni kwamba wanazileta hapa na sisi tunazifanyia tunazitengenezea bidhaa. Ndio. Kuna takataka ambazo ni dry, ambazo zimekauka kwa asili, na kuna zile ambazo zina asili ya vimiminika. Ndio. Nyinyi mnachukua aina gani hapa? Sana tunachukua zile ambazo ni dry, vikavu, kwa mfano kama chupa za plastiki, chupa za glasi, tunachukua pia zile box ambazo wanakia juisi au maziwa, lakini pia tunachukua makaratasi, maboksi ya kawaida, pamoja na hizi cans na takataka nyingine kwa mfano kama peni. Lakini pia takataka hizi pia tunazitoa kutoka Coco Beach ambako tunafanya usafi. Okay. Kwa hiyo pia ni moja ya kupata takataka hizi ambazo kwetu sisi ni malighafi. Asante. Na mtazamaji, baada ya hapa tunahama sasa eneo hili na tunakwenda kuona
takataka zikishatolewa hapa au makaratasi kumradhi, makaratasi yakishatolewa hapa yanakwenda wapi na yanakwenda kufanywa nini? Nifuatilie ili tuweze kuona baada ya hapa ni wapi tena. So hii sehemu ambayo tuko hapa ni moja kati ya sehemu ambazo takataka zile ambazo sisi kwetu ni malighafi zinapotolewa pale kwenye eneo zinapopokelewa kuletwa huku kwa ajili ya kuhifadhiwa na baadaye kwenda kufanywa uchakataji. Kwa hiyo hizi ambazo unaziona mbele yako ni maboksi na makaratasi ambayo kwetu yalikuja kama uchafu na kwetu sisi ni malighafi. Kwa hiyo tumezihifadhi hapa. Alafu sasa baada ya hapo zitaenda sehemu husika ambapo zinatengenezwa kwenda kuwa bidhaa. Lakini mbali na hapo, upande wangu huu wa kushoto tunaona kuna viroba viko vingi hapa vya simenti na kampuni mbalimbali. Zilikuja kama uchafu, lakini kwetu sisi ni malighafi ambapo tunatengenezea bidhaa mbalimbali ikiwemo mikoba, pochi, magauni na nguo na bidhaa mbalimbali ambazo zinatengenezwa kutokana na hivi viroba ambavyo viko hapa mbele yetu. Lakini pia tuko na neti. Hizi neti tunazifanyia pia upcycling. Ni neti ambazo zimetumika lakini kwetu sisi sio uchafu. Tunazitumia pia kutengenezea bidhaa mbalimbali ikiwemo kifaa cha kuanikia vitu mbalimbali ikiwemo sabuni, lakini pia za kuanikia taulo za kike. Kwa hiyo hizi kwetu sisi sio uchafu, lakini pia ni bidhaa zinafuliwa, lakini pia zinakwenda kushonwa na kugeuka kuwa bidhaa. Asante. Naam, mtazamaji wa IBN TV Africa, kama ndio kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni Sauti ya Vijana na leo tuko hapa Oysterbay. Tumekutana na hawa ndugu zetu AfriCrafts ambao wamejikita zaidi katika ubunifu wa kutengeneza bidhaa mbalimbali kutokana na aina mbalimbali ya masalia ya vitu yakiwemo makaratasi, chupa, maboksi, labda maviroba ya aina mbalimbali, lakini na vitu vingi ambavyo kwa namna moja ama nyingine wewe na mimi tunaweza tukahisi ni uchafu kwa sababu tayari kwetu matumizi yake yamekwisha isha. Lakini ukija hapa AfriCrafts bado wao hiyo ni malighafi. Lakini hata hapa mkononi kwangu mtazamaji unaweza ukaona kuna kitu kizuri sana ambacho nimekishika hapa mkononi. Tunafahamu chupa kubwa za maji ndizo ambazo zimetengenezwa kifaa hiki. Nilipojaribu kuuliza nimeambiwa hii sasa ni kau. Sisi watu wa pwani tunasema kau, manake ni kitu cha kufunikia chakula. Sasa ni kidogo, manake ni pengine mke anamwandalia mzee chakula kiasi fulani, basi kwa kukipamba kile chakula tunafunika na kitu kama hiki. Lakini ni chupa tu ambayo labda wewe unaweza kaona ni kitu cha kawaida sana, lakini hawa wanaongeza thamani kwenye hiyo chupa, wanaongeza thamani kwenye hiyo karatasi ambayo wewe umeitupa. Na kama ambavyo hapa sasa tuko hapa sasa kwenye karakana yenyewe ambapo karatasi zinachakatwa za aina mbalimbali, na mtaalamu atakuja atatuonyesha namna ya uchakataji wa hizo karatasi. Alafu baada ya hapo tutaona sasa nini kinatokea. Endelea kutufuatilia. Na mtazamaji, kama ambavyo niliwafahamisha awali kwamba leo tuko hapa AfriCrafts eneo la Oysterbay. Hawa ndugu zetu ni watu ambao wamejikita zaidi katika kutangaza utamaduni wetu. Lakini si tu kutangaza utamaduni wetu. Kwa nini utamaduni? Kwa sababu bidhaa nyingi ambazo ukiziona katika eneo hili zinajikita zaidi katika utamaduni. Lakini pia wao wamejikita zaidi katika kuhakikisha kwamba takataka ambayo wewe na mimi tunaitupa kule nyumbani, maofisini na maeneo mengine, wao wanakuja wanairecycle ile takataka, yani wanairudisha upya, inakuwa kitu kingine kipya. Mfano hapa tulipo sasa, na lengo letu kubwa ni hilo. Tulipo hapa unaona maboksi haya yapo, mavipande ya maboksi ambayo yaliwekewa vitu na baada ya kutumika kwetu kule ofisini au majumbani ni uchafu, lakini AfriCrafts wao kwao ni malighafi. Maboksi haya tumedokezwa kwamba yanatengenezwa hapa sasa kwa namna ambavyo tutaona ili yaweze kuzalisha kitu kingine kipya. Hapa nina mtaalamu wangu atajitambulisha jina kisha atatueleza kwa nini maboksi haya na mtambo huko hapa. Naam. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Salma Abbas.
Salma, tuko hapa eneo lako la kazi na tunaona hapa kuna maboksi hapa. Ndio. Hii ndio sehemu ambayo tunachakata maboksi. Tukishatoa mtahani, tukishatoa mashuleni, tunafikisha hapa, ndio sehemu ambayo tunasaga. Kwa hiyo hapa tunaanza kukatakata vipande kwenye haya maboksi. Hii ndio sehemu ambayo tunakatakata hayo maboksi. Tunakatakata vipande ili iwe rahisi kusagika kwenye mashine. Kwa hiyo tunakatakata vipande. Tukishaleta hapa tunatumia maji kulainisha haya maboksi yetu. Kwa hiyo tunaweka maji kwenye mashine. Tukishamaliza kuweka maji, tunaweka vile vipande vyetu vya magazeti tuliokata. Ndio tunafika kwenye mashine ili vianze kuloana. Hivi tukishaweka havichukui muda mrefu kwa sababu tunaanza kusaga moja kwa moja, kuwasha mashine na tunaanza kusaga. Hii ni mashine ambayo inarahisisha kulainisha maboksi. Sasa tumeshawasha mashine yetu, tunaendelea kuweka karatasi ambazo tumekatakata. Hii mashine inatumia kama nusu saa kulainisha hizi karatasi. Ukiwa umeweka maji ya kutosha na karatasi umekata vizuri, inatumia ndani ya nusu saa karatasi zinakuwa tayari zishalainika. Hapa ni baada ya nusu saa karatasi zetu zinakuwa zimeshalainika kwa kiasi hichi. Sasa tunazihamisha, tunazipeleka kwenye mashine nyingine ambayo inasaidia kulainisha zaidi, ili kutengeneza karatasi zinakuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo tunatoa humu, tunapeleka kwenye mashine nyingine ya kulainisha. Hapa ni baada ya nusu saa karatasi zetu zishakuwa tayari. Sasa tunazihamisha, tunazipeleka kwenye mashine ya pili ambayo inasaidia kulainisha zaidi, ili tukitengeneza karatasi ziwe nzuri. Kwa hiyo tutahamisha uji wetu, tunapeleka kwenye mashine nyingine. Hii ndio mashine yetu ya pili ambayo inarahisisha huu mchanganyiko wetu wa boksi kulainika zaidi. Kwa hiyo tunamimina zile karatasi zetu tulizotoa kule kwenye ile mashine ya kwanza, tunazimimina kwenye mashine hii. Tukishamaliza tunafunika ili mchanganyiko wetu usiruke. Tukishamaliza tunaiwasha. Hapa mchanganyiko wetu ndio unaanza kuchanganyika. Hii process inatumia nusu saa nayo pia. Mchanganyiko kuchanganyika mpaka kuwa laini ili tuanze kutengeneza karatasi. Hii process ya kuchanganya karatasi hapa pia inatumia nusu saa. Kwa hiyo ndani ya nusu saa hii karatasi itakuwa ishalainika kabisa. Tunaweza kuanza kutengeneza box. Na mtazamaji wa IBN TV Africa, mambo bado ni mazuri kabisa kutoka hapa IBN TV Africa. Lakini kumbuka leo hii tumetembelea eneo hili la Oyster Bay na hapa tuko na ndugu zetu hawa Africraft ambao wamejikita zaidi katika kuhakikisha kwamba uchafu ambao sisi kwetu tunaona ni uchafu, wao ni malighafi, kwani tunaanza kuona process namna ambavyo maboksi au karatasi zile ambazo tuliziona awali kabisa zinavyoweza kuchakatwa ili kwenda kuzalisha kitu kingine. Hapa nilichokiona ni kwamba ni kama namna ambavyo sisi binadamu au hata wanyama wanavyoweza kutumia chakula chao. Manake mashine yetu ya kwanza ni sawasawa na meno yetu, kazi yake kusagasaga chakula angalau kukiweka katika particles ndogo ndogo, kukilainisha kwa kiwango fulani, lakini ndani ya tumbo kuna mmeng'enyo wetu ndio huu katika mashine hii. Kwa hivyo mashine hii inameng'enya kuhakikisha kwamba kile chakula kiwe uji ambapo sasa kinaweza kwenda moja kwa moja kufanya kazi katika maeneo mbalimbali. Kwa hivyo ukiangalia system hii ambayo imeendelea hapa ni kama tu system ya mwili wa binadamu. Akishatafuna atameza chakula, kinakwenda kumeng'enywa, baada ya hapo kitakuwa kinasambazwa kwa ajili ya kwenda kutumika katika maeneo mbalimbali, kama ni protini, kama ni nini, kama ni mafuta na kadhalika. Hivyo ndivyo ambavyo nimeona hapa ilivyo. Kwa hivyo mashine ile ya kwanza kabisa tumeona dada yetu alikuwa anatia maboksi ni kwa ajili ya kupunguza ukali wa yale maboksi yaendelee kuwa na
umeng'enywaji kiasi fulani, lakini alipokuja hapa ule uji ambao tayari umetoka kule umemiminwa tena humu kwa ajili ya kukorogwa zaidi. Nafikiri baada ya hapa tutapata sasa maelezo kwamba haya tumekwisha meng'enya hapa, uji wetu unakwenda wapi katika mlolongo wa uchakataji wa makaratasi. Baada ya nusu saa naona uji wangu umeshakuwa laini kabisa. Hapa unafaa kuanza kutengenezea karatasi. Kwa hiyo tunachofanya tunautoa kwenye mashine. Zikiwa tayari zishalainika, tayari kwa kuanza kutengenezwa karatasi. Kwa hiyo tutatoa humu, tutahamishia kwenye chombo chetu cha kutengenezea karatasi. Chombo chetu ni kama hichi. Kisha tushaweka maji, kwa hiyo tunaweka zile karatasi zetu. Hapa tunachanganya ili uji uweze kuchanganyika na haya maji. Hapa sasa uji wetu uko tayari kwa kuanza kutengeneza karatasi. Tuna frame zetu ambazo tumetengeneza. Unaweza kutengeneza frame yote, lakini sisi tumetengeneza ukubwa huu wa frame, ukubwa huu. Kwa hiyo karatasi zetu tunatumia ukubwa huu. Unaweza kutengeneza size, unaweza kutengeneza kubwa zaidi ya hii au ndogo zaidi ya hii kama hizi. Tuna vibao vikubwa na vidogo. Kwa hiyo tutatengeneza zote mbili. Kwa hapa unachofanya unaidumbukiza hii frame kwenye huu uji. Inakuwa kama hii. Tukishamaliza hapa, tunaenda kuianika juani. Kama jua ni kali sana, kwa sababu hizi ni boxi za aina ya kaki, hazichelewi sana, hazikai sana juani. Ni nusu saa au masaa mawili. Na kama jua hamna ni masaa mawili, kama jua lipo ni nusu saa tu inakauka. Hapa ni baada ya nusu saa. Karatasi yetu ndio hii. Tulioitengeneza tumeitoa juani, ndio hii. Kwa hapa tunaonyesha jinsi ya kuitoa. Kwa hiyo tunaibandua, unapitisha kitu chenye ncha hivi ili kurahisisha kutoka. Kwa hiyo hii ndio karatasi yetu, tunaitoa kwenye frame yetu. Hii ni karatasi yetu ambayo imetoka kwenye ule uji wa boksi, tukaitengeneza, tukaisaga hapo, tukaianika, ndio imefikia hatua inakuwa karatasi kama hii. Hii inatumika kwa matumizi mengi. Sisi kwa hapa tunatengenezea boksi za zawadi, tunatengenezea kadi, tunatengenezea vitu vingi. Ukitoa boksi, tunatengenezea hizo kadi. Kwa wengine pia mtu mwingine anaweza akachukua labda matumizi yake binafsi mengine ambayo anaweza akatumia kuandikia. Ndio kazi ya hizi karatasi. Kama ambavyo Dada Salma alikuwa ametangulia kusema na kuonyesha mchakato mzima wa karatasi hizi zinavyochakatwa na kuwa kitu kipya na kuwa karatasi mpya. Mbele yetu hapa ni baadhi ya karatasi ambazo tayari zimeshatengenezwa kutoka kwenye malighafi mbalimbali, au nyinyi mnaziita taka mbalimbali, maboksi, makaratasi. Na Dada Salma ametuonyesha hizi karatasi ambazo zinatengenezwa maboksi. Lakini sio tu maboksi au karatasi ambazo zimetumika zinatengenezewa hizi karatasi ambazo tunazitengeneza hapa. Tunatengeneza pia hizi kwa kutumia maganda ya mananasi. Kwa hiyo kwa mfano kama hii karatasi imetengenezwa kwa kutumia maganda ya mananasi, lakini pia kuna maganda ya ndizi, migomba tunatengenezea pia. Lakini pia kuna zile karatasi nyeupe, limpepa zile nyeupe ambazo zimetumika, karatasi zake huwa zinakuja kuwa nyeupe. Na mbali na hapo pia tuna karatasi ambazo pia zinatengenezwa na majani ya vitunguu maji au vitunguu swaumu pia kama hii. Lakini pia na zile ambazo tulikuwa tukitengeneza pale za kutokana na maboksi na makaratasi mengine ambayo yametumika au vifungashio ambavyo vimetengenezwa na makaratasi. Kwa hiyo karatasi hizi tunazitengeneza hapa, na sisi kama Africraft tunazitumia kutengenezea bidhaa mbalimbali ikiwemo vifungashio, maboksi ya kuhifadhia bidhaa. Lakini pia tunatengenezea
greeting cards, tunatengenezea pia bidhaa mbalimbali, lakini zaidi karatasi hizi unaweza ukazipata kwenye duka letu ambalo tuna duka Slipway, lakini pia hapa ofisini kwetu tuna duka, utazipata. Kwa hiyo kama mtu anataka kutengenezewa bidhaa zake kutokana na hizi karatasi, pia anakaribishwa, tunamtengenezea. Lakini pia kama anataka kutengenezewa maboksi au vile vifungashio kutokana na haya makaratasi, pia anatengenezewa atakapokuja kututembelea katika ofisi zetu. Asante sana. Naam, mtazamaji wa IBN TV Africa, hatua kwa hatua bado tuko nawe katika kipindi chetu hiki cha Sauti ya Vijana, lakini lengo kubwa ni kukuonyesha namna maboksi, makaratasi ambayo yametumika, kwa maana yale makaratasi yaliyotupwa yanavyoweza kufanya kazi upya. Tumejionea namna ambavyo maboksi yaliyochakatwa yameweza kutoa karatasi nyingine mpya, lakini Africrafts wameenda mbali zaidi, tofauti na maboksi, lakini pia maganda ya vitunguu, yale maganda ya vitunguu ambayo ukienda sokoni pengine ni takataka tu hizo, wao wanayatengeneza na kuwa karatasi. Maganda ya migomba, mananasi, yani kitu ambacho kinatokana na asili ya maganda au maboksi wao kwao ni malighafi. Tumeona namna ambavyo vimeweza kuchakatwa na hatimaye kutoa karatasi. Karatasi hiyo ikiwa na matumizi mbalimbali. Sasa hapa nipo katika kitengo kingine sasa. Zile karatasi ambazo tumeziona kule, hapa zinatengenezwa bidhaa. Niko na dada hapa ambaye atajitambulisha jina lake, na nimemkuta hapa anatengeneza vitu kutokana na makaratasi, kutokana na magazeti, lakini yale makaratasi ambayo yamemeng'enywa kule, hapa ndipo yanapotengenezwa bidhaa. Lakini mtazamaji, kwa haraka nikichukua tu hapa, dada Anet aligusa kwamba wanatengeneza maboksi ya kuwekea labda zawadi, kama ambavyo tunaliona boksi letu hili. Hili ni boksi ambalo limetokana na ile karatasi ambayo ilimeng'enywa kule. Hapa wanatengeneza sasa box maalum. Bila shaka ikiwa imekamilika hii, inawezekana ukaipenda zaidi. Na kitu ambacho pia nimegundua hapa mtazamaji ni kwamba kila kitu ambacho nakiona hapa unaona kama cha zamani. Lengo lake sio kionekane cha zamani, lakini ni namna ambavyo wao wamejibrandi kwamba asili yake ni hii. Yani kila kitu hapa kinaendana na asili. Unaweza ukakuta kigoda hapa ni mti tu umekatwa, basi watu wanakalia, ni kigoda hicho. Kwa hivyo ndivyo ambavyo. Lakini mkononi mwangu hapa, kama utaona kwa mbali hapo, utaona kuna penseli hapa. Hizi penseli ni zimetokana na yale makaratasi ambayo yamemeng'enywa kule, ule uji ambao baadaye ukazalisha makaratasi. Hapa wanatengeneza penseli hizi, penseli ambayo sasa unaweza kuitumia. Lakini nisichukue muda mrefu zaidi, nimpishe dada ambaye yuko katika kitengo chake hiki ili aweze kujitambulisha, lakini atatueleza anafanya nini. Dada, karibu sana. Kwa majina naitwa Neema Mohamed Mungo. Nipo hapa Africraft kwa ajili ya kutengeneza bidhaa tofauti zinazotumika kama vitu vya sanaa. Bidhaa ambazo tunashughulika kutengeneza mojawapo ni hayo makaratasi ambayo yameonekana yakitengenezwa kwa kutumia migomba ya ndizi, kwa kutumia vitunguu, mananasi. Kwa hiyo baada ya kuzalishwa pale zinaletwa hapo hizo karatasi, tunatengeneza vitu kama hivi, maboksi kwa ajili ya vifungashio, kwa ajili ya kupakia zawadi, tunatengeneza kadi, tunatengeneza vitu vingi vinavyotokana na hizo karatasi. Naona mtajionea mbele zaidi. Na mtazamaji wa IBN TV Africa, hapa tuko na dada Neema ambaye bila shaka amekuonesha namna ambavyo wanatengeneza peni kutokana au penseli kutokana na makaratasi yaliyochakatwa au kutokana na magazeti ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekwisha somwa, na sasa mwisho wa siku wengine yakiwa mengi kwenye boksi, basi atamtuma mtoto na kiberiti akayachome. Lakini kama staff yoyote wa Africraft akikukuta unachoma hayo magazeti, basi utaona machozi yatamtoka, kwa sababu kwake yeye ni malighafi kwa kweli. Anayahitaji haya maboksi au hayo magazeti. Wewe ukiwa na magazeti yako, hata kama ni container mzima,
tutatoa namba za simu hapa mwishoni kwamba jamani, na uchafu wa magazeti huku container mzima, Africraft mara moja watakuja katika location yako na watayakusanya magazeti hayo, maboksi hayo, watayaleta hapa na hatimaye watatengeneza bidhaa ambayo itarudi huko huko kwako na tayari itakuwa bidhaa iliyokamilika kabisa. Kwa hiyo ni vyema kabisa, kwa sababu si tu kwamba hawa wanatengeneza bidhaa, lakini ni wadau wa mazingira. Manake ni wadau ambao wanahakikisha mazingira yetu yanakuwa salama na ni safi kabisa. Kongore kwao Africraft kwa kuweza kuhakikisha kwamba mazingira yanawekwa safi kabisa, kwa sababu makaratasi, chupa, maganda ya vitunguu masokoni ni moja katika vyanzo vya uchafu, lakini Africraft kwao ni malighafi. Kwa nini tusialete hapa yale mambo tunaona sisi ni machafu, basi tuwaletee hawa ambao wanatengenezea bidhaa mpya nyingine. Dada Neema, sio? Ndio. Dada Neema, nimekuja hapa nimekukuta huko bize sana kutengeneza vitu hapa. Kwanza mimi nataka unifahamishe hii kazi wewe ulijifunza wapi? Maana ni mambo mageni haya. Kwa kweli mimi nimekuja hapa na fani nyingine. Lakini nilipofika hapa kuna ile kusaidiana majukumu. Kwa hiyo imebidi nimelazimika kujifunza hii kazi kwenye hii kampuni. Ndio. Ulikuja hapa ukiwa kama nani labda? Mimi nimekuja hapa ni mtengenezaji wa vitu vya shanga kwa kutumia chupa aina ya glass kama hii, mapambo. Yaani glasi kama hii unatengeneza shanga kutokana na glasi kama hii. Ndio kazi ambayo ilikuja hapa. Lakini safari moja imeanzisha nyingine. Ndio. Na unaonaje furaha sasa kwenye kazi yako mpya hii? Nafurahia kwa sababu najifunza fani tofauti tofauti. Ndio. Neema, kwa siku unaweza ukatengeneza peni ngapi za namna hii? Naweza kutengeneza peni 600. 600? Kweli? Kweli. Na hizi peni hizi vipi kudumu kwake? Manake labda mtu anaweza akasema si karatasi hii. Hebu muhakikishie mtazamaji namna ambavyo hii peni inaweza ikadumu kwa muda mrefu. Yaani ngoja nikuondoe hofu. Kutokana na hii peni kama unavyoona natumia gundi. Natumia gundi katika kuizungusha mpaka ije kuwa mfano wa peni. Hivyo. Gundi ikishakauka tu inakuwepo kama yani kama mti ambao umekauka. Si rahisi. Si rahisi kusema kwamba eti itaharibika kwa urahisi. Labda kama utaitupia kwenye ndoo ya maji. Ndio. Na bila shaka kitu chochote hata kama kikiwa kigumu namna gani ukitia kwenye maji basi hakitakuwa tena na ubora, si ndio? Ndio. Sasa dada Neema, mimi umenivutia sana swala hili la kuweza kutengeneza hizi peni au penseli kwa kutumia makaratasi. Labda unajua kuna watu ambao wao kama wanafanya kazi kama hii wanatamani pengine na watoto wao waje wafanye kazi kama hii. Kwako wewe ikoje hii? Ni vizuri kama unafanya kazi unamfundisha na mtoto wako akajua fani ambayo unaifanya wewe, na yeye pia anakusaidia majukumu. Kama umeelemewa anaweza kukusaidia pia, inaweza kawa na yeye ndo ajira yake hapo kesho. Ndio. Dada Neema, leo uko hapa Africraft, labda una mipango gani ya baadaye kutokana na haya ambayo unayafanya? Labda na wewe unatamani uje kuwa na kiwanda kimoja kikubwa sana cha kutengeneza vitu vingi ambavyo utakuwa unaviuza hata ng'ambo. Sahi, kila mtu anapenda vitu vizuri. Ndio. Afanye kazi yenye mafanikio. Afanye kazi ambayo inaweza ikamuinua yeye kimaisha na familia yake. Kwa hiyo unatamani uje kuwa na kampuni kubwa ya kutengeneza peni? Natamani niwe na kampuni kubwa ambayo inajihusisha na mambo ya vitu vya sanaa. Vitu vya sanaa na vitu vya asili kiujumla. Ndio. Naam, mtazamaji, hayo ndio malengo lakini pia matarajio ya dada yetu hapa, dada Neema. Kweli hakuna mtu ambaye anahitaji kuwa nyuma. Kila mmoja anataka mabadiliko ya kimaisha, lakini pia ya kwa namna moja ama nyingine. Hivi ndivyo ambavyo tunaendelea tukiwa mwishoni, ukingoni kabisa mwa kipindi chetu. Lakini baada ya hapa nimedokezwa kwamba sasa kuna duka maalum tunakwenda kuliona, duka ambalo bidhaa hizi zote tunaenda kuzikuta kule. Yani bidhaa za hapa zinazotengenezwa hapa kama kiwanda kidogo, lakini kule bidhaa zake tunaenda kuziona. Lakini baada ya hapo pia tutapata namba za simu
za hawa ndugu zetu, ili kama tutakuwa na makontena ya maboksi, magazeti na makolokolo mengi huko, machupa, tuwaletee ndugu zetu wa Africraft hapa ili waweze kutuzalishia bidhaa zingine. Tunaendelea na we katika kipindi chetu hiki. Okay, jina langu naitwa Dalia Samuel. Nafanya kazi Africraft kama General Manager and Finance. Karibuni Africraft. Kwa leo tutazungumzia recycling product. Natumaini mmeona jinsi tunavyotengeneza karatasi kutokea kwenye card boxes, and also tunatumia pia banana peels, tunatumia pineapple and onion. Kwa hiyo mmeweza kuona aina tofauti tofauti za karatasi ambazo tunazitengeneza hapa kwetu. Kwa hiyo pia ningependa kuwaonesha zile karatasi tunazifanyia tena matumizi mengine kwa kutengeneza product mbalimbali. Kwa hiyo kwa leo tutaona product ambazo tunatumia. Tunatumia karatasi ambazo tumezirecycle hapa kwa kutumia card boxes and other materials. For example, here we are having a greeting cards. So hapa tuna different types za greeting cards. Tuna za aina tofauti tofauti, aina shapes. So in this recycled greeting cards, it's all recycled materials ambazo tumezitumia. So it includes recycled paper, which is the outside one, the brown one, ambayo hii inatumika kutengenezea envelope kwa ajili ya kadi na kadi yenyewe. Pia kuna material nyingine ambayo inatumika kwenye kutengeneza hii kadi, which is recycled limp papers, which is white one, ambayo iko kwa ndani, ambayo itakusaidia kuandika ujumbe kwa mtu yote ambaye unataka kumpatia kadi hiyo. Pia hapa tunaona cans, tunaona shapes ambazo zimeonyeshwa, tumezichora. Kwa hizi ni shapes za elephant. Kwa ziko shapes tofauti tofauti according to the design ambayo mtu atahitaji kutengenezewa na according tunachokiuza hapa kwetu. Kwa this one it's and also at the back tunaona kuna recycled limp paper also. Tumeandika trash to craft kwa sababu hakuna chochote kinachoenda kwenye dump site. And also raffia rope out of raffia branch, raffia tree. Kwa hiyo pia tunaona kadi za aina mbalimbali. Tunaona kuna hizi bicycle out of Nespresso, Nespresso cups, and also pia tuna kadi nyingine out of bottle caps. Kwa hiyo ni kadi tofauti tofauti, but all of these are from recycled materials. And also the recycled papers ambazo tunazizalisha sisi zinatumika kutengenezea recycled packaging boxes, which you can see as this one. Kwa hiyo hii ni box ambayo tunatumia kupackage glass zetu. Kwa hiyo hii product it's 100% recycled product, which it includes, kuna chupa hapa unaona ya Fanta. Kwa hiyo hii tumeikata hapa kwetu kama glass. Kwa hiyo inatumika kama drinking glass. So unaweza ukanywa maji, ukanywa juisi, whatever you want. Kwa hiyo pia na tumezungushia na hii hapa in kuweka good package. Alafu na hii box tumeitengeneza pia kwa kutumia card boxes na recycled papers. Kwa hiyo tunatengeneza pia boxes of different size, different shapes, different design ambayo mteja atahitaji na package tofauti tofauti. Kwa hiyo mnaweza mkaona tuna package za aina tofauti tofauti. As you can see here ilikuwa ni ndogo, hii ni kubwa. Okay. Na hii hapa. Kwa hiyo we are not recycling only papers, only card boxes. Tuna recycle almost each and everything, even glass materials, cocoa products. So tuna different kind of product. Pia ningependa kuonesha pia ningependa kuonesha another product ambazo tunatumia recycled paper kutengeneza. As you can see here we are having recycled newspaper pencils, set of 3. Tunaipaki kwenye this package. Even you can get it even in a single, like this one, single, but some of them wanapenda iwe package like this one. Kwa hiyo hapa tumetumia card boxes, tumetengeneza packaging na tumetumia recycled paper as you can see. Kwa hiyo tumefunga pia na raffia rope
and then tumeput stamp ya Africraft. Yeah. And same applies to the recycled newspaper pen. Also tumefanya packaging kwa kutumia recycled papers out of card boxes. And also we are having another product which is out of newspaper which is newspaper bags, gift bags. Zipo za different size. Kuna min, kuna small, and then kuna medium, kuna large na extra large. Kwa hiyo tumetumia card box na tumetumia newspaper, and then tumetumia raffia katika kutengeneza hii gift bag. Kwa hiyo karibuni sana Africraft. Unaweza ukatupata, tuna duka Stripway shop kule kwa chini. Kwa hiyo unaweza ukapata product zetu za recycled, and then here unaweza ukapata pia at 21 Guinea Road house number 21, and then you can check us through social medias, WhatsApp, Facebook, and Instagram as Africraft Limited and Africraft NGO for the social projects. And pia unaweza ukatupata kwa kupiga simu moja kwa moja, tunaweza tukakuattend. Namba yetu ya simu ni 078392 Karibuni sana. Kama nilivyosema mwanzoni, tuna miradi ambayo tunaifanya kwenye upande wa nje, lakini pia tuna upande wa bidhaa ambapo nimeelezea sana kwenye upande ule wa bidhaa. Miradi yetu hapa Africa tunafanya sasa kwenye sehemu kuu tatu. Ya kwanza ni mazingira, ya pili ni afya, ya tatu kwenye upande wa elimu. Na tunajitahidi kuja na miradi mingi ya kuwalenga sasa vijana wadogo, wanafunzi, wanawake pamoja na watu waishio na ulemavu. Na hapa kama unavyoona kuna miradi michache ambayo tunaifanya kwa hapa Tanzania. Tuna mradi wa kwanza unaitwa Afribike. Huu ni mradi ambao tunatoa baiskeli kwa wanafunzi wanaotembea umbali mrefu kwenda shule. Tunafahamu kwa hapa Tanzania ni changamoto sana. Kwa hiyo tumeanzisha mradi sahihi ambapo tunakuwa na marafiki, tuna watu ambao wanachangia baiskeli, wanachangia fedha, baada hapo tunachagua shule ya kuweza kwenda kuwapa baiskeli hizi wanafunzi ambao wanatembea umbali mrefu. Na hii imesaidia sana kwa sababu kwenye baadhi ya sehemu ambayo tunaenda sasa tunafanya mradi huu upande wa Pwani. Unaona shida wanafunzi wanaopata. Cha kwanza wanakuwa hawamalizi shule kwa wakati, wengine wanachelewa, wanakuwa wamechoka. Kwa ni sababu ambazo zinasababisha wao kutokuweza kuendelea vizuri kwenye masomo yao. Kwa hiyo ni mradi ambao tunaendelea kuufanya, lakini bado pia tunaendelea kuomba msaada sehemu nyingi kwa ajili ya kufanikisha huu mradi. Mradi mwingine sasa hapa tunaingia kwenye upande wa afya. Tunaongelea afya ya mtoto wa kike. Tuna mradi unaitwa Binti Project. Ni mradi ambao tumelenga sasa kwenye upande wa hedhi salama kwa mtoto wa kike. Hedhi salama ni kitu kimoja cha muhimu sana ukiachana na masuala ya afya ya uzazi. Ni kitu cha muhimu sana kwa mtoto wa kike. Lakini katika sehemu nyingi ambazo tunaenda, kama mnakumbuka tulisema mimi ni msafiri, tunapoenda mara nyingi tunaona kuna uchache wa bidhaa ambazo zinaweza kumsaidia mtoto wa kike akiwa kwenye upande wake wa hedhi. Na hata kama pia kunao pia wingi wa hizo bidhaa, nyingi zinakuwa ni gharama. Zinakuwa kweli mwanafunzi au labda mzazi anakuwa hawezi kuweza kuzigharamia hizo. Kwa kama Africraft tumeamua kuja na set tunaita Binti Set. Ni set ambayo inamsaidia mtoto wa kike kwa hapa Tanzania kuweza kumwezesha katika kipindi chake cha mzunguko mzima wa hedhi ndani ya miaka 2 mpaka miaka 3 ambazo ni za kufua. Nyingi ambazo zinatumika sasa hivi ni zile za kutumia mara moja, lakini za kwetu sisi zinakuwa ni za kufua, ambazo pia cha kwanza tunachohakikisha cha kwanza ni kutoa elimu. Kwa tunatoa elimu kwa wanafunzi wa kike, lakini pia kwa wanafunzi wa kiume. Tunataka pia wanafunzi wa kiume wanafahamu kuhusu masuala ya afya ya uzazi kwa watoto wa kike. Kwa sababu tunaamini wao ndio baba wa baadaye. Hiyo ni muhimu sana. Cha pili tunatoa hizo seti zenyewe hapa, ambazo seti nzima inakuwa ni kama hizi hapa. Utaziona pia baadaye seti zote, ambayo inakuwa ni seti ambayo ina pedi 5 za kufua. Inakuwa ina mfuko wa kuwekea pedi ambazo bado hazijatumika baada ya kuzifua. Inakuwa na mifuko miwili ambayo ni waterproof. Moja inakuwa ni ya kuwekea pedi ambayo imeshatumika, nyingine inakuwa ya kuwekea sabuni ili baadaye kwenda kufua. Lakini pia inakuja na hii karatasi ya muhimu sana. Hii karatasi inakuwa katika kila mfuko mmoja ambao tunampa mtoto wa kike, ambao tunawafundisha jinsi ya mark siku zao ndani ya mwaka mzima, jinsi ya kufua, jinsi ya kuvaa na kila kitu ambacho kipo ndani ya ile begi na matumizi yake. Kwa ni karatasi ya muhimu sana. Kwa hiyo
chote hiki anapewa mwanafunzi mmoja, na kwa muda wa miaka 5 tokea tumeanza mradi tumeshafikia wanafunzi zaidi ya 18,000 hapa Tanzania. Na pia tuna mradi mwingine ambao unaendelea mpaka sasa hivi, na lengo ni kuwafikia wanafunzi 12,000 mpaka mwaka 2025 mwezi wa 12. Kwa ni mradi ambao ni endelevu. Lakini pia kwa uendelevu wa mradi huu tunaangalia pia hatutaki kila baada ya mwaka, kila baada ya mwezi kwenda tena pale. Kwa katika kila shule ambayo tunaenda tunafika, tunatafuta kijiji ambacho kipo karibu na shule, tunatafuta vikundi vya kina mama ambao tunawafundisha jinsi ya kuzitengeneza pedi hizi kwa kutumia material ambazo zinapatikana pale kijijini, ambazo ni material za vitenge na zingine ambazo hazipitishi maji. Kwa ni mradi ambao unakamilika, na tunawapa pia vifaa pamoja na baadhi ya vitu vya kuweza kutengeneza pedi hizo. Kwa uchache pia kwenye miradi yetu ya mazingira tuna miradi ya shule, tunafanya miradi ya shule. Tunaamini, wanasema samaki mkunje angali mbichi. Kwa hiyo sisi tunaamini kwenye hilo, na tumeanzisha elimu za utunzaji sahihi wa taka kwenye mashule. Tumeanza kwa hapa Dar es Salaam, tuna shule ya Bongoyo, tuna shule ya Msasani, na pia tuna shule ya Kawe, ambapo tumetengeneza center ambayo ni nyumba ya makopo ya plastiki, ambayo inakuwa ni sehemu ya wanafunzi kwenda kujifunza kuhusu masuala ya kimazingira. Na tumewatengeneza sehemu ya kuchanganya takataka, lakini baada hapo pia kila baada ya mwezi huwa tunafundisha jinsi ya kubadilisha hiyo takataka kuwa kitu cha muhimu wanavyoenda kufanya hapo shuleni. Lakini pia tuna mradi wa Coco Beach, na kwa uzuri pia tupo na baadhi ya watu wetu hapa Coco Beach. Tunajihusisha sasa kwenye masuala ya utunzaji wa fukwe. Kwenye fukwe tunafanya usafi wa fukwe pamoja na vikundi vingi tofauti. Inaweza kawa ni balozi, inaweza kawa ni serikali, jamii au shule. Baada hapo tunatenganisha takataka, lakini baada hapo hizo takataka zote zinakuja hapa kwetu kwenye kiwanda kwa ajili ya kufanyiwa kitu. Lakini pia kwenye afya tena tukirudi, tuna mradi ya mahospitalini. Tuna vikundi vya washereheshaji ambao wanaenda mahospitalini, na sasa Muhimbili na CCBRT, ambapo wanaenda kuwasherehesha watoto ambao wamelazwa kwenye wodi za hizo hospitali. Lakini mwisho tena tuna mradi unaitwa Waste Changers. So mradi ambao tulishofanya na baadhi ya vijana wachache ambao walinufaika kupata vifaa vya kufanyia kazi, walipata bima za afya pamoja na ujuzi wa wao kuweza kufanya masuala. Naam, mtazamaji wa IBN TV Africa, bila shaka tunaambiwa kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Na kutoka hapa dukani ndipo tunapomalizia kipindi chetu. Bila shaka tumeweza kumsikiliza dada Daria namna ambavyo ameweza kuelekeza bidhaa ambazo zinatokana na makaratasi, lakini pia makaratasi hayo yametokana na mmeng'enyo ambao kule awali tumeweza kuona. Basi katika kipindi chetu hiki cha Sauti ya Vijana kutoka hapa Oysterbay Africraft hatuna la ziada. Mimi ni Mujahid Rashid Mujahid, lakini pia nyuma ya kamera nilikuwa na mpiga picha wangu Steven Igaisapo. Asanteni, na pia tunawatakia utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea kuruka kutoka hapa IBN TV Africa.